shalom shalom, na kusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Na kusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima na afya njema. Kwa neema ya Mungu tunaendelea na somo ambalo tumepewa katika wiki hii ambalo linasema kwamba build strong altar calling Jehovah Nisi, kwa maana ya kwamba jenga madhabahu yenye nguvu uiite Jehovah Nisi, maana ya madhabahu yenye nguvu, Mungu wa madhabahu yenye nguvu. Mshukuru Mungu tu hapo ulipo, mwambie Mungu asante kwa neema hii ambayo ameiachilia juu yangu. Mwambie Bwana asante kwa ulinzi wako, asante kwa kibali na neema yako. Mwambie Bwana ninakutukuza kwa uweza wako na nguvu zako, si kwa akili zangu, si kwa akili zako. Tumefika hapa tulipo leo ni kwa upendo wa Kristo ambao ameendelea kutuonyesha na kudhihirisha juu ya maisha yetu. Si kwamba tumetenda mema sana, bali ni rehema za Bwana, ni upendo wa Bwana ambaye ametuchagua tuwe wana wa pendo lake na tuwe wazima mpaka hivi leo. Atukuzwe Mungu Baba Mwenyezi aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni na ametubarikia uzima na afya yetu inayo leo. Atukuzwe Mungu Baba Mwenyezi aliyesema ya kwamba yote yawezekana katika yeye aaminie. Ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anakulinda na anakupigania na kukuwezesha kila itwapo leo. Karibu tena kwenye somo hili. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na baraka zako. Bwana Yesu, basi endelea kusiachilia juu yetu. Bwana Yesu, naliweka somo hili mikononi mwako ambalo Bwana tunaendelea nalo. Bwana, namleta kila mmoja ambaye Bwana amepata neema ya kujifunza kwa sehemu somo hili ambalo Bwana tumekuwa nalo katika wiki hii. Bwana Yesu, pokea utukufu wako kwa kuwa wewe ni mwalimu mwema na unasema sawa sawa na kusudi yako. Baba, anajiweka kwako sahihi na kwenda kunena siri za ufalme wako, nikanene sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tutasogea mbele, tutaendelea na kipengele kinachosema ushindi dhidi ya vifungo na maagano ya giza kwa nguvu ya madhabahu. Ushindi dhidi ya vifungo na maagano ya giza kwa nguvu ya madhabahu. Ili uweze kushinda vifungo na maagano ya giza yaliyoachiliwa juu yako kwa njia ya madhabahu, nitakufundisha vitu vichache ambavyo vitakusaidia ili uweze kushinda hivyo vita vya kiagano, vita na vifungo vya kila namna ambavyo vimekuwa juu ya maisha yako. Nitakufundisha kwa kadri vile Mungu atakavyoniongoza. Maagano ya kiroho yanayohusisha ushindani wa madhabahu mbili, yaani madhabahu ya Mungu aliye hai na madhabahu ya Shetani. Ushindani uliopo wa kiroho kati ya sisi na watu wa mataifa au na Shetani ni kwa habari ya madhabahu ya Mungu inayokaa ndani yetu na madhabahu ya Shetani. Kama madhabahu ya Shetani itakuwa na nguvu zaidi ya ile madhabahu ya Mungu ambayo iko ndani yetu, uwe na uhakika kwamba Shetani atasimama na kuendesha maisha yetu, atasimama na kuyatawala maisha yetu. Lakini madhabahu ya Mungu aliye hai ikishakuwa na nafasi ndani yetu, uwe na uhakika atakayekuwa kiongozi na msimamizi na mtawala wa maisha yetu ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu hiyo, kuna ushindani kati ya madhabahu ya Mungu na madhabahu ya giza katika vifungo mbalimbali na katika maagano mbalimbali. Shetani anapofunga maisha yetu, anapofunga hatima yako, anapozuia chochote cha kimungu kwenye maisha yako, anafunga kiagano, anaitumia madhabahu kwa kutoa sadaka, anaitumia madhabahu yake kwa kila namna. Roho Bwana yu juu yangu siku ya leo
ni kuhubiria habari hizi, habari za kufunguliwa kwako kutoka kwenye madhabahu ya giza na kwenye vifungo vya shetani ambavyo vimekuwa juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya sura ile ya 61 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, Roho ya Bwana i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Nimekuja kukutangazia habari za kufunguliwa kwako kutoka kwenye mateka uliotekwa. Nimekuja kufundisha ili kukutoa kwenye maangamizo ambayo yamekuwa juu ya maisha yako, ili kukunasua kwenye maagano ya giza na maagano ya kipepo yaliyopo juu ya maisha yako. Nimekuja kwa wakati huu sawa na neno la Bwana linavyosema ya kwamba Roho ya Bwana i juu yangu, na sasa Roho wa Bwana yupo ndani yangu, ambaye amenipa somo hili ili niweze kukufundisha na kukuelekeza, ili kukutoa kwenye vifungo ulivyo navyo, ili kukusaidia kutoka kwenye mateso ulionayo. Yamkini kuna mateka ambayo Roho Mtakatifu anahitaji kuyaondoa kwako. Shetani amekuteka kwenye uzinzi, shetani amekuteka kwenye uchumi, amekuweka kwenye nafasi ya umaskini. Shetani ameharibu hatima yako, shetani ameharibu maisha yako. Nimekuja kukutangazia ya kwamba kwenye hicho kifungo ulicho nacho, Bwana atakuondoa kwa neno lake. Yamkini ni mambo yameshindikana, umekuwa ukifanya mambo hayaendi. Shetani ameweka agano na amefunga uchumi wa kwako, amefunga hatima ya kwako. Nimekuja kukutangazia uhuru wa kwako, nimekuja kukutangazia, kukutia moyo, kukuganga moyo wewe uliyekata tamaa. Yamkini umekatishwa tamaa na majirani zako, umekatishwa tamaa na ndugu zako, umekatishwa tamaa na wazazi wako, umekatishwa tamaa na marafiki zako. Nimekuja kukutia moyo, kuuganga moyo uliovunjika, kuuganga moyo uliokata tamaa, ili uwe na tumaini tena, ili umuone Mungu kwenye maisha yako akiachilia neema na kibali zaidi ndani yako. Kama Mungu aishivyo, neno la Bwana linavyokuja kwako, uwe na uhakika limekuja kukutoa kwenye mateka na vifungo vya giza vilivyofunga maisha yako. Yamkini leo unaweza ukawa unapita kwenye changamoto fulani, lakini neno la Bwana limekuja kwa ajili yako ili kukutoa kwenye hayo mateso, ili kukutoa kwenye hizo adha na taabu unazozipitia leo. Yamkini unaweza ukaomelia kwa muda mrefu bila matumaini. Nimekuja nikwambia ya kwamba yote yanawezekana ukimwamini Bwana. Yamkini umelia kwa muda mrefu kwa habari ya ugonjwa, umetafuta msaada, umeenda hospitali na hospitali, lakini haujaona matumaini yoyote. Nimekuja nikwambia ya kwamba neema ya Bwana iko hapa na nguvu za Bwana ziko hapa, na Bwana atakusaidia, na Bwana atakupigania, na Bwana atakuokoa, atakuondoa kwenye hicho kifungo, atakuondoa kwenye hizo asha, atakuondoa kwenye hayo mateso, atakuondoa kwenye hizo asha. Hautalia tena na siri ya ugonjwa wako, hautalia tena siri ya mateso unayoyapitia, kwa sababu Bwana amekuja kutangaza amani ndani ya moyo wako, amekuja kutangaza uhuru wako kutoka kwenye vifungo ulivyofungwa. Randekelibatusha karabatusikeliamatia, kwa jina la Yesu Kristo, kutangaza mwaka wa Bwana. Mstari wa pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Maana yake nini? Kisasi ni juu ya Bwana, kisasi ni juu ya Bwana. Nimekuja nikutangazie haya ya kwamba kuna kufunguliwa tena, kuna kuinuliwa tena, kuna kufarijiwa tena, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Bwana, na kuwafariji wote waliao.
Yupo Bwana ambaye ni faraja yako. Yupo Bwana ambaye ni tegemeo lako. Yupo Bwana ambaye anaweza kukuondoa kwenye hizo asa unazozipitia. Yupo Bwana anayeweza kukuponya asili ya magonjwa ulionayo. Yupo Bwana awezaye kuteta nao wanaoteta na maisha yako. Yupo Bwana anayeweza kupigana nao wanaopigana na wewe. Yupo Bwana ambaye amekuja kuutangaza mwaka uliokubaliwa, mwaka wa ushindi, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kufanyika baraka kwa wengine. Yamkini umetamani kuwa katika nafasi fulani kwa muda mrefu na bado haujafanikiwa. Nimekuja kukutangazia siku ya neema yako, nimekuja kukutangazia siku ya baraka zako, nimekuja kukutangazia siku ya uweza wa Bwana kuingia kwenye maisha yako. Kama Bwana aisivyo, hata kuacha hata hatua moja, hata kupungukia, kwa sababu amesema amekuja kutangaza habari za kufunguliwa kwako, na kutangaza mwaka na siku ya kisasi cha Bwana juu ya maisha yako. Usianganie kupigana nao wanaopigana na wewe, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana. Yeye amesema siku ya kisasi cha Bwana na siku ya faraja yao waliao. Maana yake nini? Ipo ili mpendwa wa Bwana, ya kwamba Bwana atajilipiza kisasi juu ya wale wanaokufanyia mabaya. Atatangaza faraja ndani yako wewe unayelia. Yamkini umeumizwa, umelia machozi mengi, amekuja kufute machozi au tangaze mwaka wa ushindi, aitangaze siku ya baraka na siku ya kuinuliwa kwako. Yamkini upo mahali hapo unateseka kwa muda mrefu kwa sababu ya maneno ya watu. Ipo neema ya Bwana mahali hapa ambayo imepegwa na neno la siku ya leo ambalo nalisikiliza siku ya leo, ya kwamba kuna kuinuliwa tena, kuna kufarijiwa tena, kuna Mungu atajilipiza kisasi kwa ajili yao wanaokutesa, atajilipiza kisasi dhidi yao wanaopigana na wewe. Korabasakandalabatusha rikantakalabazote kilipasaya. Namna inayowezesha ushindi dhidi ya vifungo na maagano ya giza. Zipo namna mbalimbali ambazo zinamsaidia mwanadamu anayepigana vita ya kiroho ili kushinda dhidi ya vifungo na maagano ya giza. Maagano ya giza yanaweza yakawa yameanzia kwenye familia, yanaweza yakawa yameanzia kwenye taifa, yanaweza yakawa yameanzia mahali popote. Ili uweze kushinda dhidi ya maagano na vifungo vya giza, lazima uzingatie namna zifuatazo. Kuna namna ambayo Bwana anaweza akakusaidia ukatoka kwenye hivyo vifungo, ukatoka kwenye hizo laana, ukatoka kwenye hizo vita, ukaibuka kuwa mshindi. Namna ya kwanza ambayo Bwana atasimama na kukusaidia, Mungu ulituma neno ili kuwaondoa watu katika maangamizo yao. Bwana analituma neno la kwake ili kuwaondoa watu katika maangamizo yao. Ukiwa unapita kwenye changamoto yoyote na unamwamini Bwana na unamtumainia Bwana, ukishakuwa kwenye imani ya Kristo aliye hai, analituma neno la kukuondoa kwenye maangamizo yako, la kukuondoa kwenye vifungo vyako, la kukuondoa kwenye mateso ambayo unayapitia. Bwana analituma neno ambalo linakufariji, linakutia nguvu za kuendelea. Yamkini unapitia vita ambavyo vinakukatisha tamaa, lakini namna ya kushinda ni pale Bwana anapolituma neno kwa ajili ya kukuondoa kwenye kushindwa kwako, kwa ajili ya kukuondoa kwenye mateso ulionayo. Yamkini unapitia magonjwa, Bwana analituma neno la kukuondoa kwenye magonjwa. Sawa na kitabu cha Zaburi 107 mstari ule wa 19 na wa 20. Zaburi 107 mstari wa 19 hadi ule wa 20. Biblia inazungumza, inasema kwamba ule mstari wa 19 hadi ule wa 20,
Biblia inasema kwamba wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Ulituma neno lake huwaponya, huwaondoa katika maangamizo yao. Biblia inaposema ya kwamba wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao, maana yake nini? Taifa linapopita kwenye shida, au wewe unapopita kwenye shida, ukamlilia Bwana, ukamwita Bwana, atakuondoa kwenye dhiki zako. Yamkini taifa la Israeli, wana wa Bwana walipopita kwenye mateso na magumu ambayo walijua ya kwamba hawatatoka, lakini walipopiga magoti mbele za Bwana, wakamlilia Mungu kwa magoti, wakamlilia Bwana kwa machozi, wakamlilia Bwana kwa kunyenyekea, wakasema Bwana tuokoe, na Bwana akaondoa kwenye dhiki zao. Na Bwana atakuondoa kwenye dhiki unazozipitia, kwa sababu neno la Bwana limesema ya kwamba wakamlilia Bwana na Bwana akawaondoa kwenye dhiki zao. Unapopita kwenye dhiki ya magonjwa, unapopita kwenye dhiki ya mateso, unapopita kwenye dhiki ya kilio cha namna yoyote, mwite Bwana ili akuondoe kwenye hiyo dhiki, kwa sababu hiyo dhiki sio kusudi la Bwana liwe juu yako. Aramatilia batusha. Na mstari wa 20 anasema ulituma neno lake huwaponya, huwaondoa katika maangamizo yao. Neno la Bwana linatumwa kwako ili kuponya shida ya magonjwa, ili kuondoa kwenye maangamizo ya nguvu za giza, ili kuondoa kwenye maagano ya nguvu za kipepo, ili kuondoa kwenye vifungo vya shetani ambavyo vimefunga maisha yako. Bwana analituma neno kufundisha namna hii. Ni neno la Bwana limetumwa kwa ajili yako. Unapokuwa umeamua kujiambatanisha na mafundisho haya, uwe na uhakika ya kwamba kuna vifungo vitaachia maisha yako, kuna mambo mabaya yataachia maisha yako, kwa sababu umeamua kumsikiliza Bwana anasema nini juu ya hatima yako, na wala hata kuacha, hata kupungukia, hata kuondoa kwenye vifungo, hata kuondoa kwenye maangamizo yako. Hautabaki kama ulivyo. Neema ya Bwana itakuinua kutoka chini, hata hizo siku unazozipitia ni shamda. Aramatilia batusha kora basaya mataya. Namna ya kwanza nimekueleza ya kwambia Mungu ulituma neno ili kuwaondoa watu katika maangamizo yao. Namna ya pili ambayo inawezesha ushindi dhidi ya vifungo na maagano ya giza. Namna ya pili, Mungu kuwatuma watumishi wake kuleta habari njema za ushindi. Bwana anapolituma neno, anapowatuma watumishi wake, anakuja kupeleka neno la ushindi juu yao waliopita kwenye vita, au wanaopita kwenye changamoto, au wanaopita kwenye matatizo, wanaopita kwenye majaribu. Bwana huwatuma watumishi wake. Bwana hutuma manabii zake, hutuma wainjilisti na wachungaji kwa ajili ya kuleta habari njema za ushindi. Bwana anapofanya namna hii, anakusudia kuwasaidia watu waliopo kwenye vifungo watoke kwenye vifungo, waliopo kwenye mateso watoke kwenye mateso. Kwa hiyo anawainua watumishi wake ili awasaidie watu wengine watoke kwenye maangamizo na kwenye vifungo walivyofungwa katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Luka sura ile ya 16 na mstari wa 19 hadi wa 31. Kitabu cha Luka 19 mstari wa 16, 19 hadi 31. Nitakusomea mistari miwili, mstari wa 30 na 31. Mstari wa 30 na 31. Biblia inasema, mstari wa 30 anasema,
akasema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda. Haleluya, haleluya. Korabasaka. Ni Luka 16:19 hadi 31. 16:19 hadi 31, na kusomea mistari miwili ambayo itakusaidia kuelewa hapo juu kimeandikwa kitu gani. Kianzia mstari wa 30 hadi wa 31, Biblia inasema, akasema, la baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata na mtu akifufuka katika wafu. Biblia inapozungumza hizi habari inaonyesha habari ya tajiri mmoja ambaye alikuwa na mali nyingi, alikuwa anakula vizuri, alikuwa anaishi vizuri. Wakati huo Lazaro alikuwa anapita kwenye changamoto ya kiuchumi, alikuwa anaishi maisha magumu ya njaa, lakini alikuwa akiokota makombo, na yule tajiri alikuwa hampatii chakula chochote, alikuwa hamsaidii kwa namna yoyote. Biblia inasema Lazaro alipokufa akaenda kulazwa kwenye kifua cha Ibrahim, na tajiri alipokufa akapelekwa kuzimu. Wakati anaungua kwenye ule moto wa kuzimu, Biblia inasema ya kwamba akaanza kumlilia Ibrahim, akamwambia mtume Lazaro aniletee maji. Lakini Biblia inasema ya kwamba Ibrahim akamwambia, kuna kitu ambacho kimetutenganisha kati ya sisi na ninyi, hatuwezi hata kuwafikia, hatuwezi hata kuchangamana. Hicho kitu ambacho kilikuwa kimewatenganisha ni ile imani ya Kristo ambayo Lazaro na Ibrahimu walikuwa wameibeba, na kitu ambacho kilikuwa kimemtenga tajiri na kina Ibrahimu ni ule uovu aliyekuwa amebeba ndani yake, yale mabaya aliyokuwa ameyatenda katika kipindi cha uhai wake, alimfanya akajitenga mbali na pamoja na upendo wa Kristo, akajitenga pamoja na watakatifu, akajitenga akakaa mbali na raha na tumaini la milele. Sikiliza nikwambie, tajiri alipoona ya kwamba haiwezekani kupata msaada kutoka kwa Ibrahimu na Lazaro, akaanza kumwambia Ibrahimu ya kwamba mtume Lazaro aende akawaambie ndugu zangu wasije mahali nilipo. Lakini Ibrahimu akamwambia, hata wasipowasikiliza Musa na manabii, hakuna mtu anaweza akawashawishi wakaja kwenye ufalme huu tuliopo sasa. Hakuna mtu anaweza akawashawishi wakampokea Kristo hata kama atatoka au atafufuka kutoka kwa wafu. Wasipowasikiliza Musa na manabii, hawawezi kumsikiliza mtu hata akitoka katika wafu, akifufuka katika wafu. Sikiliza nikwambie ya kwamba Musa na manabii tupo leo, tunasihubiri habari njema, na wewe unasikia, yamkini unasichukulia kawaida, yamkini unasichukulia kwa mzaha, lakini Bwana ipo siku ambapo watasema ya kwamba mimi sikujui na wala sikutambui. Hata utakapohitaji msaada, atakwambia ya kwamba umetenganishwa na sisi na maovu yale uliyokuwa unayatenda. Kwa sababu hiyo hatutachangamana wala hatutakuwa pamoja, lakini unapokubali kumpokea Yesu Kristo na kuyatenda matendo mema, ukawasikiliza mitume na manabii waliotumwa kwa ajili yako, ambao Bwana anawatumia kuhubiri habari njema za ukombozi na ufufuo na ujio wa Yesu Kristo, hakika nakwambia ya kwamba ukizishika hizo habari zitakusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu na kukaa katika kiti cha milele cha uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Jambo la tatu
Mungu hupeleka msaada toka patakatifu pake. Mungu hupeleka msaada toka patakatifu pake kwa kukumbuka sadaka za wote waliotoa au kukumbuka sadaka za kwako. Mungu hukuletea msaada kutoka patakatifu pake kwa kuziangalia sadaka zako, kwa kuziangalia sadaka zako. Unapokuwa unatoa sadaka, unatunza kumbukumbu ya Mungu, ili siku utakapopita kwenye vifungo na maagano ya giza, akusaidie, akutoe kwenye hivyo vifungo, akuondoe kwenye hayo mateso. Utakapopita kwenye adha ya aina yoyote ile, Mungu akutoe kwenye hiyo adha, akusaidie kukutoa kwenye hivyo vifungo. Na Bwana kama aishivyo katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 20, Zaburi sura ile ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 3. Zaburi ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake, na kukutangazia, kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Kwa sababu hiyo, unapotoa sadaka, unamfanya Mungu akujibu siku ya dhiki zako. Unamfanya Mungu, unapopita kwenye changamoto aina yoyote, akumbuke sadaka zako na afanyike msaada kwako. Nami nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupelekee msaada toka patakatifu pake, akuzikumbuke sadaka zako, akumbuke kujitoa kwako, akumbuke namna ambavyo umejitoa kwa ajili ya kazi yake, akumbuke namna ambavyo umejitoa kwa ajili ya wengine, akumbuke namna ambavyo umefanya yaliyo mapenzi yake kwa kujitoa na kwa kila namna. Asikuache mguu wako usogezwe, akutegemeze toka Sayuni. Asikumbuke sadaka zako, akumbuke dhabihu zako, asitakabali kama sadaka ya Abili, katika jina la Yesu Kristo. Jambo au namna ya 4, Mungu hulikumbuka agano lake kwa ajili ya watu wake. Mungu analikumbuka agano lake kwa ajili ya watu wake. Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 5. Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 5. Hapa Biblia inazungumza, Mungu akawa anamwambia Musa kwa habari ya kumwendea Farao ili awaruhusu wana wa Israeli watoke waende wamtumikie Mungu, waende katika nchi aliyoahidiwa na Bwana, walioahidiwa na Bwana toka zamani za Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa ya kwamba nimeyaona mateso ya wana wa Israeli na nimelikumbuka agano lililowekwa au nililosema pamoja na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimelikumbuka lile agano. Mungu anaposema nalikumbuka agano, kuna maagano ambayo Mungu akiweka na wewe, akiweka hilo agano, hata ukifanya dhambi kiasi gani, Mungu akilikumbuka hilo agano, anagairi mabaya juu yako, anagairi mabaya juu yako. Yamkini unaweza ukawa unasema tunaishi kwa neema. Siku ya jana nikafundisha nikakwambia ya kwamba tunaishi kwa neema, hatutaangamia kwa maji tena, kwa sababu ya lile agano ambalo Mungu alifanya pamoja na Nuhu. Alipofanya agano pamoja na Nuhu, akagaidi akasema, sitailaani nchi tena kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu ya lile agano. Kwa sababu hiyo hakuna laana juu yetu, hakuna mabaya juu yetu yanayotokana na laana ya Bwana juu yetu, wala pigo la Bwana halitakuwa juu yetu kwa sababu ya lile agano. Kwa sababu hiyo, Mungu anapoangalia agano aliloliweka juu yetu, anaachilia kufungua maisha yako, anaachilia msaada juu ya maisha yako na kukutoa kwenye vifungo. Ninaangalia mateso aliyokuwa napitia wana wa Israeli, lakini Bwana alipokumbuka agano kati yake yeye na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, alipolikumbuka akasema, nitawaondoa
nitawaondoa watu kwenye utumwa, nitawaondoa watu kwenye vifungo vya utumwa. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nenda akawaambie wana wa Israeli watoke na mfuate Farao, ukamwambie turuhusu tutoke twende tukamtumikie Bwana. Sikiliza nikwambia kwamba wakati agano linaposimama, hakuna jambo lolote tena linaloweza likaendelea kwa ubaya juu ya maisha yako. Na kama umeingia agano la giza, uwe na uhakika Mungu hana nafasi tena kwenye maisha yako mpaka pale utakapotubu na kuweka agano jipya kati yako wewe na Bwana. Agano lilipoingia kwa upya ndani ya taifa la Israeli, wakatoka kwenye utumwa, wakafunguliwa, wakawekwa huru, wakatoka kwenye utumwa. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akakuondoa kwenye utumwa. Namna ya 5, kuungama dhambi na kuombeana. Kuungama dhambi na kuomba kwa imani. Kuungama dhambi na kuomba kwa imani. Unapotubu dhambi, unapoomba rehema mbele za Bwana pale ulipokosea, pale unapokuwa umemtenda Mungu dhambi, inakusaidia kutoka kwenye vifungo na maagano ya giza, inakusaidia kushinda hilo vita. Kisoma kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 15 na 16. Yakobo sura ya 5 15 16 anasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Mstari wa 15 anasema, ili uondokane na vifungo vya giza, vifungo vya magonjwa, maagano ya magonjwa, uombe kwa imani. Nasema na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa sababu ya imani yako, dhambi zako zinasamehewa, magonjwa yako yanaondolewa, ugonjwa wa aina yote unaondolewa kwenye maisha yako, kwa sababu umeomba kwa imani, kwa sababu umemwamini Bwana, kwa sababu umemtumainia Bwana. Mstari wa 16 anasema, ungameni dhambi zenu na kuombeana ninyi kwa ninyi ili mpate kuponywa. Kuomba kule kwa imani kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Kuomba kwa mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Kwa sababu hiyo, tukiungama, tukiombeana kwa imani, Mungu atatuponya. Tukiomba kwa bidii, Mungu atatuokoa, Mungu atatusaidia, tutakuwa salama, hatutakuwa tena kwenye hali ya mateso ya namna yoyote, na Bwana atatuinua, atatutegemeza. Baba, ninakushukuru kwa neema yako na kwa baraka zako. Asante kwa ajili ya siku ya 3 ambayo Bwana umetupa. Baba, ninakutukuza, ninakuazimisha Bwana, ninalinua jina lako. Tupe tena nafasi ya kukutumikia Bwana na kusikiliza sauti yako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninaiweka mikononi mwako Baba, uitakase, uipe neema na kibali kwa utukufu wa jina lako. Bwana wangu, nitie nguvu zako, na mtie mtoto wako kila mmoja nguvu zako, anayekujua na kukuamini Bwana, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.